Kwenye mbinu za kulipwa zaidi, tunasema kwenye sekta yoyote ile ni kufanya kazi kitaaluma. Kwenye sekta gani? Yoyote. Yaani hata hii ya nyumbani, maana watu wanafikiri kufanya kazi kitaaluma ni mpaka uwe umeajiriwa Ikulu, wizara gani, taasisi gani. Yaani kufanya kazi kitaaluma ni popote unapokuwa unafanya kazi yako, ili mradi ni halali. Sisi pia tunapromoti kazi halali. Kwa hiyo kazi halali yoyote unayofanya, ikiwepo na hii ya nyumbani ambayo kwa sasa ni fursa kubwa sana, unatakiwa uifanye kitaaluma. Sawa? Tukisema kitaaluma ni nini? Kitaaluma ni mchanganyiko wa tabia, sawa, ujuzi na maadili chanya. Kwa hiyo unaposema unafanya kitu kitaaluma, sio tu kusomea, maana mwingine anaweza kuja na cheti. Mimi ni mwanataaluma nimesomea, lakini kama maadili yako na tabia zako ni mbovu, bado huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo ni mchanganyiko. Unaposema nafanya kazi kitaaluma, ni mchanganyiko wa tabia zako, ule ujuzi wako ulionao pamoja na maadili chanya ambayo yanakupelekea sasa uweze kuaminika na kuleta matokeo bora. Katika ulimwengu wa leo, kazi za nyumbani zimebadilika kutoka kuwa majukumu ya kawaida hadi taaluma inayohitaji maarifa, ujuzi, tabia na maadili ambayo ni maalum na uwajibikaji mkubwa sana. Waajiri wanatafuta wafanyakazi wa nyumbani ambao si tu wanaweza kufanya kazi kikawaida, bali ni wale wanaoweza kuchangia kujenga mazingira bora ya familia zao. Sasa hivi waajiri wengi ambao wanatafuta wadada wa kazi ni watu ambao walio wengi kipato chao ni kikubwa, wana uwezo wa kuafodi kupeleka watoto wao shule za kulipia. Shule za bure zipo, lakini kwa sababu anataka kitu kizuri kwa mtoto wake, bado anaingia mfukoni, analipa, tena analipa hela nyingi. Kwa hiyo hicho kitu ambacho anakitaka kwa mtoto wake, mpaka anaenda kulipa mamilioni ya pesa kwenye shule, na wengine wanawapeleka huko boarding kabisa, watoto wakae huko ili wapate elimu nzuri. Lakini kuna wengine ambao ni wengi, msukumo wao kupeleka watoto wao boarding sio kwa sababu tu watapata elimu nzuri, ni kwa sababu hawana wasaidizi wazuri katika familia zao. Kwa hiyo wanalazimika kujitenga na watoto wao kwa muda mrefu, kwa sababu mtoto akienda boarding atakaa miezi 6 mpaka zile likizo zenyewe akija ni siku chache. Lakini angelikuwa anapata mtu msaidizi mzuri nyumbani ambaye anahakiki kabisa kwamba anatoa mchango. Kama nilivyosema, sasa hivi waajiri hawataki tu wafanyakazi, yani kwa sababu tu ni mtu ambaye anafungua geti na kufunga, anafungua mlango na kufunga, anadeki, anapika. Anataka mtu ambaye pia atamwambukiza mtoto wake tabia njema, maadili mazuri. Mtoto asikute ana maneno ya ajabu, mtoto asikute anafyonza, mtoto asikute hajala vizuri. Yani mtu mwaminifu na mwadilifu katika kazi yake. Kwa hiyo sasa hivi hawahitaji tu mfanyakazi limradi ni mtu. Wanataka watu ambao ni walezi. Na hizo na huo ujuzi ambao wanauhitaji ni vitu ambavyo unajifunza, ni vitu vinavyowezekana kabisa. Kujifunza ukapata mwongozo kama ukishajua, kumbe hawataki tu mtu wa kufagia na kudeki. Wanataka pia mtu ambaye anachangia malezi mazuri, mtu ambaye akiingia kwenye nyumba yake hata kuwa tafurani. Ndio nilikuwa nasema, unakuja hapa unajifanya unataka kazi, kumbe danga. Sasa ukiingia kwenye mji wa mtu unaanza vituko, unavaa visivyoeleweka, pale una mume. Maana mimi nikivaa namvalia mume wangu, wewe unamvalia nani kwenye nyumba ya watu? Unatikisa makalio yako ili iweje? Kwa hiyo unakuwa umeingia kwenye nyumba ya mtu kwenda yani kama kuangusha mji wa watu. Huwezi kubarikiwa. Kwa hiyo hakuna nani atakubali alete mtu ndani ya nyumba yake ianze kuvurugika. Kuna mtu anataka hicho kitu? Yaani uje nyumbani kwangu ili nikulipe na bado uniletee shida kwenye ndoa yangu au kwenye familia yangu? Hapana. Unatakiwa uwe ni mtu ambaye unalinda ile nyumba. Tunaposema Wadada Center ni nguzo inashikilia familia, sio tena inabomoa. Mtu anaingia pale anaanza umbea, uchonganishi, mambo ni mengi. Yaani ukishaona tu wewe ukiingia ni chaos, yaani ni vurugu. Wewe sasa huna msaada. Ndio maana watu wengine wanaona mimi hizi shida sitaki. Anaamua mtoto wake anamrusha zake huko boarding, nyumba yake anafunga, anatafuta tu labda kijana wa nje hivyo. Lakini ana pesa za kulipa. Sio kwamba yeye ana hela. Anazo hela tena za kulipa watu ambao wana ujuzi. Lakini tuna uwezo wa kuonyesha kwamba sisi tuna uwezo wa kufanyika msaada kwenye familia zenu.
Kwa hiyo mimi ninavyoongea hapa sio chizi, ninavyowafundisha hivi sio chizi. Unaongea nao kwamba haya ndio mnayoyahitaji majumbani na haya ndio ninayowafundisha hawa wasaidizi wanaokuja kwenye hichi kituo ambacho mimi nakisimamia, kwa sababu nataka kufanyika kuleta mapinduzi na mabadiliko katika taifa langu la Tanzania, kwamba badala ya wadada wa kazi wa ndani kulalamikiwa kama watu ambao wanakwenda kuharibu miji ya watu, kuharibu watoto wa watu, mimi nataka niwajenge, niwatengeneze, niwasaidie waweze kuja kufanyika baraka. Kwa hiyo wanavyopiga simu hata wakitajiwa bei zetu, yani kama ni mtu ambaye anapata kila alichokuwa anakitafuta, haoni shida. Na ndio maana nasema wewe pia ukiweza kuelewa haya tunayokuelekeza na ukayafanyia kazi, bosi haoni shida kukulipa. Tuna wadada ambao wanakuja hapa ni professional smart, wanaenda kulipwa hizo hela. Ni Watanzania hapa, hatuna bosi wa kizungu hata huyu mmoja wala Mchina. Tena hao ndio wanalialia kweli, anataka dada wa laki na nusu. Lakini Waswahili wenzetu ambao wanataka familia zao, wanapenda familia zao, yani wako radhi kulipa alimradi apate kile kitu ambacho ni bora. Kwa hiyo ndio maana hapa tukasema, yani upate ule uelewa kwamba sasa hivi watu hawataki tu dada wa kazi. Wanataka mlezi. Wanataka mtu ambaye anaenda kuongeza tija. Lakini na mimi kama mfano wa dada wa kazi ambaye nimekuwa sasa hivi ni mkurugenzi wenu, kiongozi wenu, muone inawezekana, kwa sababu ukiwa dada mzembe usiokuwa na malengo, usiotaka kufanya vitu kwa usahihi, huwezi kufika. Ukiona nimefika hapa leo hii nasema mimi ni mkurugenzi wa taasisi hii, ujue nimefuata hizo kanuni za uaminifu, uadilifu, uchapakazi, ndio utakao kufikisha. Kwa hiyo hao ndio watu ambao sisi tunataka kudili nao. Sawa jamani? Kwa hiyo hayo ndio mahitaji na matarajio ya waajiri wote. Sawa Kazi ya mfanyakazi yoyote akiwepo wa nyumbani, sawa, na nyie mkiwemo. Mpo? Huu mwongozo unamsaidia yeyote, lakini nasisitiza pia nyie, kwa sababu nyinyi ndio watu ambao tunafanya nanyi kazi. Lakini hii ni kwa mtu yoyote ambaye anafanya shughuli nyingine yoyote, kwamba kazi ya mfanyakazi yoyote akiwemo na wa nyumbani ni kujikita kwenye kutatua changamoto za mwajiri wake kwa kiwango kinachotakiwa, sio kiwango unachotaka wewe, kiwango kinachofanyaje, kinachotakiwa, pamoja na kuonyesha tabia nzuri. Hapo ndio mnaanguka wengi kweli kweli. Tabia nzuri, maadili chanya kwa familia, ili mwajiri aweze kuridhika na huduma ambayo unaitoa na kuwa tayari kulipa hiyo huduma. Sasa tunasema tatizo kubwa la wafanyakazi wengi hufanya hii kazi kama wanalazimishwa. Ndio hicho ninachokiona. Si nimeanza kuambia mbona sioni energy zenu, yani kama ni mtu ambaye yani amekuja kusave, amekuja kuhudumia. Yani anasema jamani, yani niko hapa kwa ajili ya kuboresha maisha yako. Unahitaji nini? Kidogo yule chef wetu ana hivyo vitabia kwa mbali. Ila akipata huu mwongozo utamshepu zaidi, yani atakuwa dhahabu kabisa. Ila sio vibaya. Anajitahidi sana kuhakikisha anakupa kitu unachotaka. Lakini wadada wengi ndio hivyo. Wanaona kama wanalazimishwa au kama vile wanasaidia bure. Yani unashaona mtu, yani analipwa mshahara na yuko kazini, lakini alivyojiweka kama vile yani hiyo kazi anafanya tu bure yani hakuna halipwi. Yani wala yeye kulipwa kwake haoni kama ni big deal. Yani hataki umtume unavyotaka, umwelekeze unavyotaka. Alafu mwisho wa mwezi anataka anyoshe mkono apokee mshahara. No, huo ni wizi na sio kitu kizuri, si ndio? Na huwezi kufanikiwa. Na ndio hao wadada wanabaki wanazunguka kwenye umaskini. Leo yuko nyumba hii, kesho ataenda nyumba ile, atarudi mtaani, atakutana sijui na kijana gani, atamtandika mimba. Yani yuko kwenye mnyororo wa umaskini kwa sababu ya kutaka kufanya vitu vya kitaaluma, kiprofessional. Sawa jamani? Haya. Wafanyakazi wa nyumbani wengi hawachukulii hii kazi kama taaluma. Hawana maarifa, that's number one. Maarifa, yani ufanyaji wa hiyo kazi uifanye vile inavyotakiwa. Na ni kitu ambacho unaweza kujifunza. Mbona mnaweza kukata viuno vizuri tu? Kwani mlizaliwa mnakata? Ndio hivyo, ndio mambo yenu hayo. Kuna mtu hajui kata kiuno hapa? Semeni. Mlizaliwa mnajua, ila mmejifunza. Sasa kwa nini unataka kujifunza kufua nguo za bosi wako vizuri, kusafisha nyumba yake vizuri, kumwangalia mtoto wake vizuri? Kwa nini? Wakati hiyo ndio itakupa hela ya uhakika. Unaweza ukamkatia mtu kiuno hadi kikapinda, alafu anakukopa.
hela hakupi na simu anazima. Huo ndio ukweli jamani, au nadanganya? Tuambiane ukweli watoto wa kike sasa hivi bwana. Na mshakata sana mpaka tumefika hapa, tumeshaona huko havilipi. Sasa chukueni hivi vinavyolipa. Tafuta maarifa ya kufanya kazi ya bosi wako vizuri. Jifunze, sasa hivi teknolojia inaturahisishia kujifunza vitu vingi sana, si ndio jamani? Na tabia hizi nzuri tunazozihubiri hapa, tabia njema, sio tu kazi yako iwe nzuri, lakini pia usiwe mwongo, usiwe mtu ambaye yani unafanya tu mambo maovu. Yani bosi wako asipokuwa machoni kwako basi unafanya ndivyo sivyo. Unatakiwa ufanye vizuri tena zaidi anapokuwa hayupo. Lakini yani ukiwa ni mtu mwadilifu, unafanya kazi yako perfect, awepo asiwepo unaifanya vizuri. Na hao ndio watu ambao Mungu anawabariki, kwa sababu Mungu anayekupima yuko sirini, anajua unafanya kwa uaminifu au sio kwa uaminifu. Sawa jamani? Kwa hiyo tunasema wafanyakazi wengi wana mitazamo hasi kuhusu kazi za ndani, wengi hawana tabia njema. Tumeona sasa hapa tunazungumzia, nimesema huu ni utafiti miaka 15. Kwa hiyo pia tumeona tabia za wafanya, sio wote kabisa, lakini hao wazuri ni wachache. Mimi nataka tufikie stage wazuri ndio wanakuwa wengi. Lakini sasa hivi kupata wazuri eti unawapata wachache. Kwa nini? Na ni kitu ambacho tunaweza tukabadilika. Kwa hiyo wengi wana mitazamo hasi na kazi hizi, wengi hawana tabia nzuri, maadili yao sio chanya, ujuzi na maarifa ya kazi hawana, na wanafanya kazi kana kwamba wanatoa msaada. Umeona? Na wengine tena usema kabisa wananyanyaswa. Anakuambia hizi kazi za ndani ni mateso, yani mimi bora niuze karanga. Ndio kauli zao. Lakini mwingine anayekukatisha tamaa auze karanga au auze duka, pengine alishatengeneza mtaji. Wewe mtaji huna, mtaji ndio nguvu zako. Yaani ili uweze kuwa bosi wa maisha yako. Mimi ni bosi sasa hivi, lakini ilibidi nitumwe, ilibidi niwe kwenye ajira na ninyenyekee ndio niweze kuja kupata cha kwangu. Sasa mtu asikudanganye. Anakuambia mimi bora niuze hiki. Unauza kwa kutumia hela gani? Hiyo hela kaitoa wapi? Aliitafuta, akateseka huko anakosema aliteseka, lakini hizo ni training, sio mateso. Yaani zile process za bosi wako kukurekebisha na ile kujitoa kufanya hizi kazi, unawahi kuamka, unachelewa kulala. Hizo ni training za wewe kufanya kazi. Ulishawahi kuona mwanajeshi anakuja amepata vyeo vya kijeshi, anakubalika mwanajeshi ambaye hakupita kwenye zile training? Unajua training za kijeshi hata kama hujaenda jeshini ni nyepesi? Hapana. Kwa hiyo ili uwe mwanajeshi lazima upite kwenye zile prosesi zao. Wengine hadi nasikiaga wanakufa kwenye hiyo process, nasikia wanakufa. Kwa nini? Kwa sababu yani ya ile training zinavyokuwa. Sasa hata kwenye hizi kazi ni training, ni part ya training. Huwezi kukaa tu hivi ukategemea utakuwa bora. Ni lazima ukubali kurekebishwa, sio tu kurekebishwa, yani na mwili wako ukubali kazi. Wewe ndio unawahi kuamka na unachelewa kulala. Ukifanya hivyo mwaka mzima, utakapokuwa kuja kuwa mjasiriamali wa shughuli zako, unaweza kupambana. Utaweza kukimbizana huku na huku na huku na utasimamia shughuli zako. Lakini kikanuni za Mungu lazima uweze kusimamia kitu cha mwingine. Ukisimamia kwa uaminifu ndio kazi za bosi wako. Uzifanye vizuri, alafu sasa Mungu aje akuinue uwe na za kwako na wewe uweze kuajiri watu wengine. Sawa jamani? Kwa hiyo tunapozungumza kazi za nyumbani ni taaluma, tunamaanisha kuwa wafanyakazi tunamaanisha kuwa mfanyakazi hafanyi kazi kwa mazoea. Sisi hataki kudili na hizi kazi kimazoea. Kama uko nyuma huko. Ndio maana sisi tuko mbele ya muda. Wadada Center tuna professional smart, kwa sababu tumeshaondoka kwenye nini? Mazoea. Umeona sisi tunatumia hizo mbinu za kisayansi za kujifunza ujuzi vizuri. Tabia zetu tunazinoa vizuri, kwa sababu kila mtu ana uwezo wa kubadilika. Tunanyoosha maadili yetu vizuri kwa kupitia mafunzo maalum. Ndio maana sasa tukasema tuandalie kitu kama hichi kwa mfano, kwa sababu huwezi kurekebisha usichokijua. Ili urekebishe chochote lazima upate awareness mpya. Mabadiliko yoyote yanaanza na awareness. Kwa hiyo unapata kwanza awareness, then wewe ndio unaingia kwenye kufanyia kazi yale ulioelekezwa. Si ndio? Kwa hiyo kazi yetu sisi ndio hivyo, kuwapa hizo awareness, muweze kujua umuhimu. Yaani ukijua kwa nini sisi tunasisitiza ufanye hizi kazi kitaaluma, ukajua ni kwa nini, kwamba ni kwa faida yako, kwa sababu wewe mpaka unatutafuta una shida ya hela.
lakini kwa sababu hujawahi kujengwa kwenye hii misingi ya kujiboresha, ya kujua kwamba pesa ni wewe unayeamua kiasi gani ulipwe. Sio sisi tunaamua wala bosi anaamua, wewe ndio unayeamua ulipwe kiasi gani. Yule anayekuja hapa ameshasoma, anajua kazi vizuri na maadili yake yako vizuri, yeye ndio ameamua kwamba mimi nitakuwa na maadili chanya, mimi sitakuwa muongo, sitakuwa longolongo, na hizi kazi nitajiboresha kuzifanya. Anakuja hapa tayari anajua, yeye ndio anaamua kwamba mimi naenda Wadada Center, mshahara wangu ni 500,000. Kwa nini? Kwa sababu ya qualification ambazo anazo. Kazipataje? Aliingia kujifunza, hakukaa tu hivi zikaja. Kwa hiyo hapa kazi yetu ni kuhakikisha kwamba mnaelewa kwamba hizi hela nyinyi ndio mna uwezo wa kuzipata au mna uwezo wa lakini hatuna nini hiyo culture. Haya, mpaka hapo ndani ya maswali nisema tutatoa nafasi ya kuuliza maswali. Kwa mwenye maswali aulize, kama hamna tuendelee. Mnawaza haya, wakati mnawaza kuna kipengele hicho kipengele nilichokuwa nakizungumza, tulianza na ile awareness kwanza kwa ujumla kuhusu mtazamo. Kwamba unapokuja huku sisi kwetu hizi ni ajira ndugu yangu. Hauji sijui kwenye mambo ya kuwaza upumbavu wenu ule, hizi ni kazi za ndani tu. No. Yaani kama unawaza hivyo geti ile pale kwenu. Sisi tunataka mtu ambaye anakuja hapa anasema hii kazi ni kazi kama kazi nyingine. Mungu amenipa niifanye kwa uaminifu ili aweze kunibariki kwa makubwa. Ingawaje hii ni ndogo, lakini hii ndogo Mungu anataka niifanye kwa uaminifu. Huyo ndo mtu tunamtaka hapa. Kwa hiyo ndo cha kwanza. Cha pili, kuhusu mbinu za kulipwa zaidi, ni hiyo kwamba wewe ndio unayeamua kulipwa zaidi. Kwa kufanyaje? Kwa kujiboresha na kuwa na tabia nzuri, ujuzi mzuri, lakini tabia yako na maadili yako nayo yawe mazuri. Sasa tumeweka hapa kipengele maalum kabisa cha nidhamu na nimekiita tabia za dhahabu. Tabia za dhahabu kwa sababu hizi tabia watu wengi wanazikosa. Nimeshazizungumza huku, ila nimeona niziwekee kipengele chake maalum, kwa sababu kuna watu wanafanya kazi vizuri na tushawaona, lakini wanaangushwa sana na tabia. Kwa hiyo ikabidi tuwawekee kipengele ambacho kinazielezea, lakini sio tu kuzielezea, tukaona pia tuziambatanishe kwamba msingi wa hizi tabia nzuri hazikuletwa na mwanadamu, zililetwa na Mungu. Hizi nidhamu na tabia za dhahabu hazikuletwa na mwanadamu, na kwa kuwa hazikuletwa na mwanadamu, ndio maana watu wengi wanafeli, kwa sababu hawazifati, na kwa sababu hawazifati wanaishia kuangukia pua. Maisha yao yanaendelea kuzunguka pale pale, kumbe ilikuwa ni vitu vidogo vidogo ambavyo vinawezekana. Ni mtu tu kuamua mimi naenda nafanya kazi kwa mfumo huu, yani unajikuta tu. Mimi mwenyewe huwa najiuliza, hivi nimefikaje hapa? Lakini ni kwa sababu nafuata zile kanuni, kwamba kanuni nasema maisha yanaanza na mbegu ndogo, umeelewa? Yani kwamba kile kimbegu kidogo kile ndio tunaambiwa, tulitolewa mfano kwamba ni mbegu ndogo, lakini baadaye inakuwa. Ndivyo hata mafanikio yetu yalivyo. Kwa hiyo mimi nikaamua kuyafuata kwamba mimi sijasoma, lakini kitu gani naweza kufanya ili niweze kwenda mbele, nisibaki pale pale. Lakini kuna wengine anasema sijasoma mwaka wa 10, sijasoma mwaka wa 20, bado yuko pale pale, yani umaskini unazidi kumwelemea. Au mwingine nimesoma sina kazi. Una kazi vipi? Nenda kaosha hata magari ya watu. Kazi sio kwamba hamna, wewe unatafuta kazi yako ambayo lakini ukiwachunguza watu kazi wanazo. Watu wana kazi nyingi tu, mahitaji ya binadamu hayaishi. Ndio maana Mungu akaweka kitu tofauti tofauti ndani yetu, kwamba mimi kama hivi sasa hivi nitawafundisha hivi, lakini wewe una kitu ambacho unaweza kunifanyia mimi ambacho mimi mwenyewe siwezi kufanya. Hata kama naweza kufanya, muda wa kufanya sina. Kama shughuli za kupika, kufua sasa hivi sio shughuli zangu. Sio kwa sababu siwezi kufua kupika, lakini na kazi zangu nyingine. Ili niweze kupata madini kama haya, niweze kuwafundisha na nyie kwa lazima nisome. Huku nasoma PhD, huku na mambo mengine ya kuwaelekeza nyie. Kwa hiyo tena niende nikaanze kupika hizo biashara mimi sifanyi. Kwa hiyo nafanyaje? Kuna watu ambao wanaweza kupika, tena wanaweza kupika vizuri. Kama Madam Chef pale, anapika vizuri sana. Mimi siwezi kupika kama anavyopika Johari. Lakini ni eneo lake. Kwa hiyo simshangai, yani nyie ndio nawashangaa, kwani apiki kama Johari? Johari ndio eneo lake, anapatia hela. Kwa hiyo ndio anapika kweli kweli, na akikuletea chakula kweli ni chakula.
Mimi sitafuti hela kwenye kupika.